Kwa hivi sasa tupo katika maeneo ya mikoa ya kanda ya Ziwa, mikoa ambayo inaongoza kwa uzalishaji wa zao la pamba. Zaidi ya mikoa takribani 11, mikoa zaidi ya takribani 10 ambayo inazalisha zao la pamba. Kikubwa ambacho kimetuleta huku ni zoezi zima la ufunguaji wa akaunti za wakulima ili ziweze kuwasaidia katika malipo yao ambao baada ya kuwasilisha pamba zao kwenye vyama vya ushirika. Zoezi hili linafanyika katika mikoa hiyo ambayo nimetangulia kuisema hapo, kuhakikisha kwamba kila mkulima ambaye hana akaunti basi anahamasishwa na kuelimishwa juu ya umuhimu wa akaunti, lakini pia anahamasishwa kufungua akaunti na aweze kuitumia ile akaunti kupokelea fedha zake za malipo ya pamba anapoiwasilisha kwenye chama cha ushirika cha eneo lake lile. Zoezi hili limekuja kwa sababu mbalimbali, lakini sababu za msingi zaidi ni ubadhirifu ambao ulikuwa umeendelea kutokea kwa viongozi wa vyama vya ushirika wakishirikiana na wadau wengine katika kuhakikisha kwamba wanaiba fedha za wanunuzi wanapowasilisha zile fedha mkononi. Makampuni ya ununuzi mara kadhaa yameonekana yakilalamika kupata hasara baada ya kuwasilisha zile fedha taslimu kwa viongozi wa vyama vya ushirika ili viongozi wa vyama vya ushirika waweze kulipa keshi kwa wakulima. Sasa njia pekee ya kuweza kulidhibiti hili ni kufanya uhamasishaji na kuruhusu matumizi ya akaunti, kwa maana vyama vya ushirika vitapokea fedha kupitia kwenye akaunti zao na itawarahisishia wao sasa kuwalipa wakulima wake kupitia kwenye akaunti za wakulima. Kwa hiyo kutakuwa hakuna kiongozi wa ushirika ambaye atashika fedha mkononi. Kwa hiyo eneo lile la ubadhirifu tutakuwa tumelidhibiti, lakini pia itatusaidia kwa maana ya kujua uhalisia wa takwimu halisi za kila mkulima ambaye amelipwa katika AMCOS husika. Mara kadhaa yametokea malalamiko, mkulima anawasilisha kiasi cha pamba takriban kilo 10, lakini kwa sababu wanatumia malipo ya cash, unakuta mkulima anapunjwa kulipa ile stake yake ambayo anastahili kulipa. Kwa hata unapojaribu kufuatilia kwa nyuma, zile takwimu zinakuwa hazijatunzwa vile inavyotakiwa kutunzwa kwa sababu imefanyika malipo ya taslimu. Kwa kupitia malipo ya mifumo ya kielektroniki kwa maana ya simu pamoja na akaunti za benki zitasaidia pia kumlinda mkulima dhidi ya ubadhirifu wote ambao unaweza kutokea juu ya haki yake ya jasho lake ya pamba lake ambayo ameiwasilisha pale kwenye chama cha ushirika. Zoezi hili la ufunguzi wa akaunti, kama tunavyofahamu watu wengi kwa ujumla wake, umuhimu wa kuwa na akaunti tumeingia leo katika mfumo wa kiteknolojia ambao unatusaidia sasa kufanya uhamishaji wa fedha kutoka kwenye akaunti ambazo tunazo kwa watu wengine. Kwa hiyo hizi faida nyingi ambazo zipo katika matumizi ya akaunti, lazima pia tuwahamasishe wakulima wetu wazalishaji wa pamba waweze kujua faida hizi za matumizi ya akaunti. Ukiwa na akaunti leo, fedha zako ziko kwenye akaunti, itakurahisishia wewe kumtumia ndugu yako, mjomba wako, mtoto wako ambaye yuko mbali na eneo lako. Lakini kama una akaunti na cash, manake inakupa ugumu wewe kuhamisha zile fedha au kufanya matumizi mengine mbalimbali. Tunaona dunia yetu ya leo kuna mapinduzi makubwa sana ya matumizi ya cashless. Unaweza ukawa na kadi yako tu zaidi ndani ya mwezi mzima usiwe na cash, lakini kutumia ile kadi ambayo unayo utafanya miamala mbalimbali. Ukienda sokoni utafanya miamala mbalimbali, ukienda kwenye maduka mbalimbali ambayo utahitaji huduma zako, lakini pia utafanya miamala mbalimbali kutumia ile kadi yako kwenye vyombo vya usafiri na kadhalika. Usimamizi na udhibiti wa fedha, tuna miongozo tumeitoa kwa ajili ya vyama vyote vya ushirika nchini, na ili fedha zile ziweze kusimamiwa ipasavyo, basi lazima miongozo ile tuifuate. Lakini kingine ni kwamba viongozi wetu ambao nyinyi mmewapa dhamana ya kusimamia mazao na fedha kwenye vyama wawe waadilifu, wawazi na vitu kama hivyo. Sasa katika moja ya haya ya uadilifu na uwazi na usimamizi ulio mzuri ni pamoja na mifumo mizuri ya udhibiti wa fedha. Mifumo hii ni kama vile kutumia hizo akaunti kama ambavyo tumeeleza, lakini pia kutumia na mitandao ya simu. Hii inapunguza vihatarishi vya kukaa na keshi.